yetu, siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu nyote. Kwetu ni kitu, kwetu ninyi ni ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua. Kama umepata kitu hapo ni sawasawa. Nataka kuingilia mambo ya ndoa, nimefundisha hiyo kidogo. Nataka nizungumzie ndoa zetu wapendwa. Ningependa ndoa zetu zipone, na kitu ambacho naanza nacho, mwanamume akiumbika roho ya kuomba msamaha ameponesha nyumba yake. Mwanamke akiumbika roho ya kuomba msamaha ameponyesha nyumba yake. Hakuna jambo zito kwa mwanadamu yoyote kama nisamee mume wangu. Hata kama atakataa miezi 6, lakini kila mkikutana akikutajia kitu mnaongea, mwisho naomba mume wangu nisamee, nilikukosea, mimi mwanadamu. Mkikutana tena, siwezi kukusamee, ulifanya vibaya sana. Mume wangu, hata leo tulikuwa tunaachana hivi, nisamee, mimi jambo langu lile nisamee. Lakini ukishafikia mahali waambia kwenda, nimeomba sana msamaha, usitane wewe kwenda wa. Kwenda wewe unamjaribu. Ndio inapona kweli. Lakini hata akakataa mwaka mzima, wewe simama na pale pale. Mume wangu, mimi ni mwanadamu, wenda nilikukosea, nisamee. Huyu mtu ataenda, hiyo msamaha itakuwa inamhandi. Mahali ameketi hiyo sauti inapiga. Lakini ukimwambia jeuri, kwenda, anaenda kufikiria hiyo jeuri na ndio ameenda kabisa. Hasira hiyo inaitwa hamaki, na hasira haijawahi saidia mtu. Bado sijawahi ona mtu amesaidiwa na hasira. Ati unajibu jeuri, utarajie mazuri wapi? Labda kwa shetani. Kwa Yesu nisamee, pole mume wangu, nisamee. Yaani mume atakuja na hasira kweli. Nimekwambia ufanye hivi, hukufanya, wewe unanichezea sana. Mume wangu, nimesikia, lakini nisamee, mimi ni mwanadamu jamani. Jamani. Basi nyumba inatulia, lakini nyumba inawashwa moto na jeuri. Taniambia nini? Pia mimi na wazazi na kwetu, naenda kwetu. Kwanza wanaume ni wengi. Wanaume ni wengi. Wewe ndio mwanaume pekee hapa nikupigie magoti kila siku hapa. Moto unawaka tayari. Lakini kuwa na kusema nisamee. Wacha tuangalie tabia za wanaume wazuri. Si sawa? Leo nataka kuzungumzia tabia za wanaume wazuri. Alafu ueleze kidogo. Methali 15 mstari wa 26. Nasema mashauri mabaya chukizo kwa Bwana. Ni chukizo kwa Bwana. Sasa kama wewe tuseme ni kiongozi na unashauri watu vibaya, ndio wewe unafanya vitu ambavyo ni chukizo kwa Bwana. Kuna viongozi ambao hata wako chini ya mchungaji na wanamsengenya huyo mchungaji ndani. Alafu ukienda kwake anakushauri, "Wewe kwa mchungaji, hii utakushauri gani pale?" Yaani shida tayari. Methali ngapi? Methali 15:26. 15. Chukueni hilo andiko, litawasaidia. Mashauri mabaya. Mashauri mabaya. Methali 15:16. 26. Mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Pigia Yesu makofi. Wengine tena mlikuwa na swali ama tuendelee? Haya, wacha tuendelee. Ningependa kuzungumzia sifa ya wanaume wazuri. Nimekuwa nikizungumzia sifa tu ya wanawake wazuri. Ni mwanamke anayejua kuongea, kupika, kuheshimu. Lakini leo acha tuangalie wanaume wazuri. Utaandika kama utapata nafasi na itakusaidia. Mwanamume mzuri anapaswa kuwa
ni mwanamume aliye msafi na anayejielewa. Usafi ni muhimu sana. Mavazi yako yawe nadhifu na uwe na mipangilio. Kuna wanaume wana tabia mbaya. Ameingia kwa nyumba, ametoa viatu, socks anawacha juu ya meza, vesti. Unaona hizo tabia hizo? Vesti anaweka popote, na hata nguo za ndani, costume anaweza weka juu ya TV. Wako. Yaani anajua mimi nina mke, atachukua. Hapana. Uwe organized. Hata kama ni hizo nguo, kuna mahali zinawekwa. Ukifika uwe na usafi. Uwe organized. Kuna wanaume wanaogopa maji, kuoga. Anapiga wokoba. Akioga leo, ukimuuliza kuoga tena anakwambia nitakonda mimi. Piga 3 days. Wanaume tuwe wasafi, nguo zetu ziwe safi, usafi wa nywele, ufanye kila kitu, na mke wako atakupenda kwa ajili ya usafi wa. Wanawake wanatuogopa. Mke wako hata ukiwa mchafu ataogopa kukwambia, kwa sababu utaona huyu amenidharau ama amenitukana. Lakini mimi mchungaji nakwambia, wacha kuvuka siku bila kuoga. Sawa? Nguo zako ziwe safi. Na mke wako atakuangalia tu. Mimi nakwambia leo usafi ni muhimu. Mke atafikiria huyu mume wangu, hata nikimwambia atanifikiriaje. Okay, kuna upendo wa kufikia kiwango cha kuambiana, ni sawa, hatukatai. Lakini wanaume tuwe wasafi. Mwanamke ambaye anampenda mumewe hapendezwi na mumewe kurudia nguo siku ya pili. Leo umevaa shati hiyo, kesho urudie hiyo na suruali hiyo. Huyo mwanamke hapendi. Ni sawa? Anapenda akuwekee zingine, kesho uvae tena. Sasa huo ndio usafi ninaozungumzia. Kwa sababu yeye ndio anafua na yeye ndio anapiga pasi. Sasa ukivaa hii leo, kesho geuza, na ukishageuza usafi utazidi kuwa kwa. Pigia Yesu makofi. Kujiamini. Mwanamume mzuri anafaa awe mtu wa kujiamini. Unapotembea na mkeo, unatembea ikiwa unajiamini. Mwanamke anapenda kutembea na mwanamume anayejiamini. Sio unatembea una haya, utaki hata kuangalia watu. Kujiamini. Dakika kidogo umetembea, umefika pale, msharudi. Mwambie tuzunguke mtaa wote huu. Hatimaye kwa unatembea na mama huko barabarani, si sawa? Tembea na mama huko, una wasiwasi, uko tu sawa, si sawa? Unajiamini kwamba huyu ni mke wangu. Na nyinyi wa mama, ninawaonya jambo moja, unapotembea na mumeo, wacha kuinulia watu mkono tu. Mumeo yuko mbele, wewe umebaki nyuma. Nani huyo? Kama ni mtu mzuri ni asalimiwe kwa njia nzuri. Ile mikono ya nusu ya hapa ni hatari. Sawa? Mtasema nasema hivyo kwa nini, na sote ni wateule hapa. Yesu ndiye anayejua mteule ni nani. Hapa ndani Yesu ndiye anajua. Yesu ndiye anayejua. Sawa? Kuwa mtu ambaye ukitembea na mwenzako unajiamini. Na hata kama wewe ni mwanamume, ukitembea ukikutana na mtu ambaye mnajuana kwa njia yoyote ile, iwe ni mke, iwe ni mume, ukikutana na mtu unayemjua, unafanya introduction. Kama mimi sasa nikitembea na mke wangu, nikifika mahali nikutane na mtu wa jinsia tofauti, mwanamke, tutaongea na mke wangu hata ondoka pale, na nitamwambia huyu ni fulani. Ingawaji mke wangu hana hayo, ananiamini, anaweza kwenda tu. Lakini kama huamini wewe mama, simama atakwambia ni fulani. Sawa? Lakini sio ati mnaenda mmekutana na mtu, mnasimama kando kule, mnaongea, baadaye ndio mkeo anakuja anakuambia yule alikuwa ni fulani. Mbona hakusimama mbele yetu?
Mbona mmekutana kando? Pigia Yesu makofi. Unakuwa na kujiamini. Nakwambia katika hii dunia utakutana na mtu yeyote, ambapo zingine ni historia za zamani. Ukikutana na mtu yeyote, hata hiyo ni historia ya zamani, focus na maisha yako. Sasa sawa? Jiamini na mtu unayetembea naye. Mengine yote yalipita. Sasa anaye kufanya wewe uwe hivyo ulivyo ni huyu ambaye uko naye, mfanye kuamini. Ni sawa? Na wewe ujiamini. Kuna mwanamke ambaye anamjua anamwona. Ngoja kidogo na mtu kitu pale, kumbe anahepa mtu anakuja. Jiamini, si sawa? Unajificha ya nini kama kuna uzuri? Unajificha ya nini? Si sawa? Simama. Hii tabia iko sana, naizungumzia na wengi mnaijua na hamwezi kuiongea. Hii tabia kukutana na watu na kugeuza njia, ama kukutana na watu na kuanza kujikuna. Mtoto wa mjomba wangu, wengine usema hata mtoto wa nyanyangu. Mtoto wa nyanyangu si mimi mamako. Atakuwaje mtoto wa nyanyangu na niwakwambia? Pigia Yesu wako. Umeokoka, lakini mambo haya yanaweza kuondoa ladha katika ndoa yako. Si sawa? Mume ambaye ana tajriba nzuri ni mume mwaminifu, mume asiye na tamaa, mume asiye na tamaa ya kupenda wanawake, na pia asiye na tamaa ya fedha. Kuna wanaume naturally wanapenda tu wanawake, si mwaminifu yeye. Kila akiongea na mwanamke lazima aweke neno zito, na ameokoka. Na mimi sizungumzii watu ambao wako kule nje, watu ambao wako hapa ndani. Kupenda wanawake, wanaume wanaopenda wanawake iko sana. Kama ni pepo, omba akuondokee. Na kuna wanaume wanapenda fedha. Wacha nikwambie, ukiwa na pesa mpe mkeo. Jamani, mimi huwa nazungumza hili jambo. Wazee, mpe mke wako pesa. Haribu mwenyewe. Hapa kwa pesa huwa pana shida, lakini kaka ulisema pesa zinatafutwa ili zitumii, sio zitafutwe ziwekwe. Wewe unaenda kutafuta pesa zifanye nini? Zitumiwe. Lakini pia kuna wanawake hawajui kutumia pesa. Ni uombe sana Yesu akupe mke wa busara ambaye unaweza kosa 20 akakupatia. Kuna mwanamke ukikosa 20 yeye ndio hana kabisa. Leo mama nisaidie na fare, sina mimi. Na ukiangalia chini ya pilo kuna pesa za chama. Atoi hata. Pigia Yesu makofi. Mwanamume mzuri ni mwanamume mwaminifu, asiyependa wanawake, asiye na tamaa, na pia asiyependa fedha. Hizi pesa zinaleta shida sana kwa ndoa. Kama wewe ni mwanamume na umgumu na pesa, jaribu kubadilisha hiyo mbinu hiyo. Mpe mke wako pesa za kutumia. Atarifu hizo zikamchosha. Si sawa? Wewe omba tu ukimpatia mkeo. Si sawa? Kama unazo mpatie. Usimnyime mkeo pesa. Haya, twende kwa lingine. Hiyo mwanamume mwaminifu, twende kwa Methali 22. Nitawapa andiko kwa hiyo. Uaminifu ni kitu muhimu sana. Ninaandiko hapa. Methali 12:22. Soma hapo. Methali 12 mstari wa 22. Inasemaje mtumishi? Inasema, ndio. Midomo ya uongo machukizo kwa Bwana. Ni machukizo kwa Bwana. Bali watendao uaminifu ndiyo furaha yake. Nini? Uaminifu. Kuwa mwaminifu kwa kila jambo. Wakati wewe ni mwaminifu hata kwa mazungumzo. Mke wangu, mume wangu, naenda mahali fulani. Ni sawa kabisa. Inapendeza, umekuwa mwaminifu na umekamilisha hekima ya uaminifu. Lakini ukikosa hiyo, basi shida imeingia. Sana topiki yangu mara nyingi sana mimi huangukia kwa neno hekima. Na hekima ni kitu muhimu sana.
Wacha tuangalie kubembeleza. Twende kwa kubembeleza. Mwanamume mzuri ni yule anayejua kumbembeleza mkewe. Wanawake wanabembelezwa wazee. Wanawake wanabembelezwa. Hawa ndio ndugu zetu, ndio watoto wetu, ni lazima tuwabembeleze. Waamuzi 16:4 tutasoma hapo. Kuna kubembeleza, kuna kitu kinaitwa kubembeleza. Huyo ni mwanamume ambaye anajua hali ya kukaa na mke wake vizuri. Inapendeza wakati mwingine hata kama mmefika umri gani, muwe na kuongea vizuri na kubembelezana. Jana usiku, unajua yule mke wangu nilipomuoa alikuwa mwembamba sana, na nilikuwa nambeba wakati huo, nambeba natembea naye, nambeba. Jana usiku nikamwambia, nikamwambia njoo nikubebe. Alipanda mgongoni nikanishinda jana. Jana alipanda mgongoni, najaribu kuinuka, wapi? Shahidi ni Dorcas wapi alikuwa. Najaribu kumbeba, kumbe amekuwa mzito siku hizi abebe. Nilikuwa nataka nimbembeleze na kumbeba kidogo. Penda mkeo my friend. Penda mke. Mamake sijana nilikuwa nakubeba usiku wewe. Nilikuwa nambembeleza. Bembeleza mke. Na ukitaka kumjua mke wako vizuri, mbembeleze. Hawa wamama hawa, kuna vitu hawawezi kukwambia wewe mpaka umbembeleze. Mweke katika hali ya akili imetulia, mnaongea vizuri, mna exchange. Mwanamume hakuumbwa tu awe mkali kwamba wacha hii. Mwanamume ameumbwa wa kubembeleza. Bembeleza mkeo. Inafikia mahali lazima muongee mkibembelezana, na ni kwa umri wote. Na sasa hapo ni upendo unazidi na hautafichwa kitu. Pigia Yesu makofi. Jambo lingine, mwanamume mzuri ni awe anamsikiza mkewe. Wajua wanaume sisi tuliumbwa tukisema ya kwamba sisi ndio kichwa na chochote tunachosema lazima itendeke hivyo. Hapana kabisa. Lazima uumbike roho ya kumsikiza mkeo kile anasema, hata kama hutakubaliana naye. Kaa tu usikize. Mama yake alikuwa asemaje? Aseme, alafu uje yale ya kuchukua na yale ya kuwa na tabia ya kumsikiza mkeo. Siku moja nikawaambia, nilikuwa dikteta kitambo. Nilikuwa nikinunua kitu nasema iwekwe vile ambavyo mimi nataka. Siku moja tukanunua makochi, nikaweka vile ambavyo nataka, nikaondoka. Nikirudi mke wangu na watoto wakaipanga. Nilipofika kwa hiyo nyumba nikasema kumbe nilikuwa nacheza tu mimi. Imewekwa vizuri zaidi ya vile nilikuwa nafikiri. Kwa vile sikusikiza, nilikuwa nasema nataka hii kochi ikae hapa, hii kiti ikae hapa. Nikaweka vile nataka, alafu nikaondoka. Yeye alipokuja akaona vile nimeweka, akaweka vizuri. Nilipokuja mimi mwenyewe nilifurahia, na hiyo maoni yake nilikuwa nimeikataa. Kwa hivyo usiwe na haraka ya kumpinga mkeo wakati anaongea. Mwanamke ni kanisa na ana heshima yake. Jaribu kumsikiza anasema nini. Mume wangu nasema wanawake nyinyi mnaweza kuongea sana. Tulia. Hautajenga nyumba ya. Mpe nafasi ya kuongea. Siku moja yule mke wangu akaniokoa. Usiku nilikuwa naenda kuangalia mpira ya usiku. Sasa nikawa nimekula naenda kuangalia UEFA Champions League, wakati huo bado niko huko. Unajua huko. Sasa nilipomaliza nikamwambia mimi naenda. Akaniambia leo uendi. Mwambie mimi nitaenda, leo uendi. Sasa vile nataka kuondoka, akaenda akasimama pale mlangoni, amefunga mlango akasimama hivi. Leo uendi. Nimekwambia leo uendi. Siku hiyo sijui niliona nini, nikatulia nikamwambia sawa siendi. Nikalala. Kesho asubuhi nilisikia watu wote kwa ile video wako Nyali. Wamelala Nyali. Wewe niambie. Wamelala polisi, yaani ilikuja gari kageuza ikasimamisha hapo wote ndani. Je, kama si huyu mke
Sikiza mkeo. Sikiza mke. Nitawapa story moja ambayo nilishawapa kitambo. Kusikiza mkeo na hekima. Hawa wanawake wana hekima lakini hawasemi mpaka ushindwe wewe. Maana sisi wanaume ni vichwa ngumu. Tunajifanya tunajua sana. Sasa mwanamke atakupa hiyo nafasi useme ukifanya mpaka ukigonga mwamba. Ndio sasa anakuambia singekuwa hivi. Hebu sikiza hii story. Panya walikuwa na mkutano wao. Panya wakaketi wengi sana, panya wakapanga mkutano. Huyu paka anatukula sana, amekula watoto wetu, ametukula na sisi, tutafanyaje? Ndio tumwangamize huyu paka aache kututafuna. Wakaweka mkutano, wanaume watu, panya wa kiume watu, wakakutana kwa mkutano, wakapanga vizuri. Mmoja akainua mkono akasema, basi ni vizuri tumfunge kengele ili wakati anakuja tunasikia kengele tunakimbia. Kila mmoja akafurahia sana. Panya wewe umeongea leo ndugu yetu, hiyo ni safi kabisa. Wakasema tuombe tufunge mkutano. Wakaomba, wakafunga mkutano. Wakaenda nyumbani kwao. Sasa huyu panya ambaye anamzungumzia leo akawa anaongea na mkewe. Panya ana bibi, si niwaambia panya ana bibi. Na anaishi hapo kwako nyumbani. Hapo bibi yake anakaa naye hapo kwako. Sasa wakati wanaongea na bibi yake akawa anamueleza bibi yake story. Leo mkutano wa leo umekuwa mzuri sana. Na hata tumepata suluhu, paka hana chake. Hata tukula tena. Basi akatulia. Mke wake naye hajaongea naye, anamwangalia. Baadaye mke wake akamuuliza, "Ndio mmeongea vizuri na nimekuelewa, lakini kati yenu nyinyi mapanya ni nani atamfunga huyo paka kengele?" Raha imeisha. Nani atamfunga kengele huyo paka? Ndio kengele ikae hapa. Ndio jamaa akashtuka kweli. Hatukumaliza mkutano. Kengele imetajwa, je, ni panya yupi yuko tayari akakutane na paka hivi alafu amlishe hiyo kengele hapo? Jamaa usingizi ukampotea. Sasa nilikuwa nawaletea hekima tu. Unaona sasa mapanya wa kiume wote walikutana, hekima yao ikaishia kengele. Lakini huyu panya wa kike unaona ni nini amesema? Ni nini huyu panya wa kike amesema? Amewashinda wanaume wote. Sikiza mkeo. Kuwa na tabia ya kusikiza. Hawa wamama wana hekima. Huyu panya wa kike aliongea jambo moja tu, usingizi ukamtoka bwanake. Mpaka hakulala huo usiku. Kwa sababu waliona wamemaliza kazi. Sikia Yesu makofi. Sikiza mkeo. Unaweza shauriana, mkaongea, mkaelewa. Pigia Yesu makofi tena. Jambo lingine ni kwamba mwanamume mzuri si mwanamume kiherehere. Na wanaume viherehere sana. Akitembea na mkewe akifika mahali yeye anataka kuongea. Unajua bana, jana ilikuwa wanawake hawapendi mwanaume kama huyo. Story nyingi tu. Unajua kule kazi ni kweli tunalipwa hivi. Wanawake hawapendi, tutatembea naye kumbe anakuchukia na hujui. Mwanaume kiherehere. Yaani kila topic unajua. Watu wakianza jana hiyo. Una hekima hapo. Wanawake hawapendi mwanamume kiherehere. Ukifika mahali wasemaje tu? Mke wangu huyu. Unamuonaje? Unamuonaje? Mambo gani sasa? Mke wako si unamuona mwenyewe nyumbani. Yule mwingine akimuona ni mzuri si utampiga bure. Akikwambia ni mzuri je? Pigia Yesu makofi. Kiherehere. Yaani unapenda kuongea kila ukifika mahali, wewe ni kiherehere. Unajua na gari mbili bwana. Juzi nimejenga nyumba Bamburi, na tena nataka kujenga nyingine Mtwapa. Hii tabia iko kwa simu, uko kwa gari na mke wako. Halo. Kazi inaendelea vipi huko? Mnafanya kazi vizuri? Sitawalipa leo. Yaani naonyesha watu. Kiherehere. Utawalipa kwa gari, usishuke kwanza.
Wanawake hawapendi wanaume viherehere. Tuliza, ongea moja na iwe ni hiyo moja ya kweli. Sulemani anaambiwa na babake Daudi katika Methali ni Wafalme wa Kwanza 2. Wafalme wa Kwanza 2 anapewa wosia Sulemani pale. Wosia kwamba awe mtu wa kuongea maneno machache. Wafalme wa Kwanza 2 ukianzia 1. Mwanaume ambaye ana heshima zake, hana maneno mengi, hana mambo mengi. Mimi saa nyingine mke wangu anaweza kuniambia nataka hii, roho yangu haitaki, lakini nitamshauri baadaye. Tumeenda mahali dukani, mume wangu naona hii itanifaa. Sasa pale sitapinga, nikamwambia okay chukua. Lakini si waanze kumwambia mwanamke mjinga sana. Vitu kama hivi mbele za watu. Achana vitu kama hizi bana. Wewe mjinga hivi bana. Wengine wanaita wanawake zao wajinga mbele za watu. Wewe mjinga sana, achana naye. Mtoto wapi? Sasa nini kiherehere? Wanawake hawapendi, unamuumiza mtoto wa watu akili bure. Muonyeshe unampenda, kama kuna mambo mengine mtaongea nyumbani. Wanawake hawapendi mwanaume kiherehere. Mimi na gari 6 bana. Mimi na ploti 5. Sasa hiyo uko mbele za watu, yaani mbele za watu ndio unajua kufoka wewe. Ukifika nyumbani pigia Yesu makofi. Methali 10:19, palipo na maneno mengi hapakosi uovu. Inaingia na hiyo ambayo nimewaambia. Methali 10:19. Mwanaume mzuri ni mwanamume aliye na siri. Kama vile tulizungumzia vipawa vya siri vyote tumeongea. Hivyo vyote vinaingiana kwa mwanamume. Uwe na siri zako za nyumbani na ujue ni yapi ya kuongea na marafiki na ni yapi si ya kuongea na marafiki. Na ni yapi ya kuongea wapi na mengine utayaongea wapi. Si kila neno linatamkwa mahali popote. Unaweza kukuta mtu ana bibi na anaingia kwa social media, anaanza kutuma picha za bibi yake za nini. Yaani anakuwa sasa katika mtandao ndio anajisifia kwenye mitandao. Hana siri huyo. Vitu vyako vyote unaenda kwa mitandao. Mambo yako yote kwa mitandao. Wachana na mambo ya mitandao. Kuna vitu vya kuwekwa kwa mitandao na kuna vitu vyako wewe mwenyewe na nyumba yako. Usizoee kuwa kwa media. Saa yote wewe kwa media, vitu vyako kwa media, utaharibu mambo mengi. Kuwa na siri zako mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Mwanamume mzuri ni yule anayependa kutembea na mkewe, outing. Kutoa mkewe utembee naye wapi na wapi. Kama una nafasi hiyo, mpendwa, itumie hiyo nafasi, itakusaidia. Mara nyingi toka na mkeo mtembee, muende wapi, ni vizuri sana. Yaani ujionyeshe kwamba uko na mke. Wakati unapotembea na mkeo umejiwekea ulinzi, kwa sababu hata kama kuna mtu alikuwa anataka kusongelea, tayari atajua hapa kuna mwenyewe. Si ni sawa? Na wanapendana. Kuna kitu Ahasuero katika Esta 1, kuna kitu Ahasuero alikuwa anataka kufanya juu ya Vashti mkewe, lakini Vashti alikataa. Ahasuero alikuwa anataka kujionyesha kwamba ana mke mzuri na watu wamtambue mke wake, na Vashti alikataa hilo jambo. Sikujua ni kwa nini, lakini hilo jambo lilimghadhabisha mfalme. Sasa kwa nini Vashti aliondolewa katika umalkia? Kwa sababu alikataa kutembea na mumewe. Ni sawa na kutembea na mumewe. Wewe mama leo uko hapa, mumeo akikwambia ninataka twende tukatembee, wacha kuleta sababu. Nina nguo nyingi za kufua, nina hii, unamkwaza huyo mwanamume. Mwanamume mzuri huwa anapenda atembee na mke wake, angalau apate ulinzi fulani kupitia kwa kutembea na wewe, ama apate heshima fulani kupitia kwa kutembea
na wewe. Na mimi najua hii, wanawake wengi sana wanapenda kutembea na waume zao. Ni jambo zuri tu. Unaweza enda town, si nyingi, si 500 tu. Unatembea tu town na mume wako. Mimi nashukuru mambo haya, Yesu alinipa neema. Kuna picha moja ambayo iko kwa profile yangu. Nimepiga nikiwa mamba mwaka wa 1994 nikiwa na yule mke wangu, akiwa mdogo tukiwa pamoja. Iko hapo kwa WhatsApp, iko kwa profile yangu. Ile ilikuwa 1994, ilikuwa nimeenda kumuonyesha bahari. Alikuwa juba. Nikamchukua nikampeleka Nyali Beach. Niliporudi tukapiga picha mamba pale, tumesimama vizuri. Hiyo picha iko mpaka sasa tangu 1994. Na wewe ukitoka na mkeo piga picha, mtakumbuka, watoto watakumbuka, ni raha ya nyuma. Ile picha nimepiga 1994 nikiwa na yule mke wangu. Masi yuko kwa tumbo, msichana wangu yule wa kwanza. Tulikuwa tuna mtoto pale. Tuko mimi na yeye. Pigia Yesu makofi. Namshukuru Yesu. Kwa hiyo nafikiri tunaenda vizuri, si sawa? Kama una swali unaweza tu kuniuliza na Yesu atakubariki. Twende kwa jambo lingine tena. Mwanamke mzuri, kama nilivyowaambia, kuna andiko nataka kupeana hapo kwa kubembeleza tena. Nataka niende kwa kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 8. Au usisome, nitaeleza tu. Wakati mfalme Abimeleki ametoka nje, akaangalia, akaona Isaka anacheza na Rebeka. Mfalme akaangalia, akaona kule ni mchezo gani wanaocheza wale wawili. Leo nataka nikupe hiyo upate kunielewa. Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Wanacheza mpaka mfalme anasema hapana, wale si ndugu wale. Ni kwa nini wanachezeana namna hii? Ni kwa nini wanabembelezana namna hii? Ni sawa? Mfalme akasema wale si ndugu. Wacha nikwambie leo, kuna kitu kimoja nataka nikufundishe. Kucheza na mkeo ni jambo zuri sana. Kucheza tu na mkeo kwa nyumba. Wazee mnanipata? Hakuna mwingine utakayemchezea. Cheza tu na mkeo pale kwa nyumba. Mama, cheza na mumeo. Soma hiyo Mwanzo 26:8. 26:8. Mwanzo 26:8. Mwanzo mlango wa 26 mstari wa 8. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Wanafanya nini? Maandiko yanasema wanacheza. Na wewe simcheze na mkeo. Simcheze na mumeo. Pigia Yesu makofi. Mama, hauna mwingine wa kumchezea. Utakayemchezea ni huyo. Na wewe mzee huna mwingine wa kumchezea. Na hata kuoga pamoja si vibaya. Ni sawa? Mmekuwa mwili mmoja. Mambo haya yote yanapendeza kwa Yesu, lakini kwa wakati wake. Kuna wengine inaweza kuwa imepitwa na wakati, ni sawa. Na mimi nafundisha hivi kwa sababu nafundisha watu wote, lakini ni vizuri sana kucheza na mwenzako. Pigia Yesu makofi. Nikimalizia nataka nisomewe tu Methali 26 Methali 10 mstari wa 32. Kama hivi: tamaa ya kila mwanamume iko kwenye macho. Mwanamume anapenda kile anaona.
Tamaa ya kila mwanamume iko kwenye mwanamume, anapenda kile anaona. Sasa wewe mama ni uwe msafi na uwe katika hali nzuri, ndio wapate kukuona kama wewe ni mzuri. Na wamama si wasafi. Mama ametoka kunyonyesha mtoto, maziwa imemwagika huku kote, matiti imejaa maziwa, nguo yote maziwa, abadilishi t-shirt, atabadilisha saa 3 akienda kuoga. T-shirt hiyo. Mtoto amekunya hapa, hiyo skati anafuta tu, atabadilisha baadaye. Usiku akienda kuoga. Sasa sawa. Lakini mwanamume anapenda nini? Kile anaona. Ndio maana mameidi wengi sana wanalala na mabosi wao. Kwa sababu maidi akimaliza kazi anaoga na mpaka mafuta na kaa vizuri. Wewe mama unanywesha mtoto maziwa kwa matiti, maziwa yamemwagika huku kote. Nguo ni chafu, t-shirt, skati, mtoto amekojoa, amehara, utafua saa 3 usiku ama utafua saa 3 usiku. Sasa wewe jiweke msafi. Usafi ni muhimu. Wengine ni wasafi tu wakija kanisani. Hapana. Nguo ni nyingi. Jiweke msafi, mume wako akuone katika hali ya usafi. Usafi imeshinda wengi sana. Wengi sana. Nilifundisha pia usafi wa meno. Piga mswaki mara 3 kwa siku. Sugua ulimi wako, kuwa msafi. Kuwa mtu ambaye ukiongea pumzi nayo toka mdomoni mwako inavutia. Ni mambo madogo tu lakini inamaliza upendo. Nikiongea na mke wangu kama pale akitoa harufu ina mdomo unanuka mavi, nitaongea naye tena. Si story nimeifunguza hii. Hapa story tutaongea nini tena? Lakini nimwambia piga mswaki, piga ulimi wako, ung'are. Tukiongea tunacheka mpaka tunagusana tunacheka. Lakini ukimsongelea mtu waweza kuzimia kwa harufu ya mavi mdomoni. Piga mswaki vizuri, si sawa? Usafi. Vitu hivi ni vidogo, mtu anaweza kusema mchungaji anataja hizi kwa nini? Mwingine hata kwambia, mume wako hata kwambia, mke wako hata kwambia. Na nilisema siku moja, ni rafiki yako tu wa kweli ndiye atakaye kuambia unanuka mdomo. Si wote watakwambia. Kwa hivyo mimi nawafundisha kabisa, oga, piga mswaki, kuwa msafi. Si niliwaambia story ya nilipata huko sehemu za Western huko nilipoenda. Mzee analalamika hapati haki yake. Na ilipoleta shida mama akasema huyu muangalieni. Hicho kidevu kwanza kinafika huko na kimejaa misumari na toothpick. Mswaki utapikwa saa ngapi? Nywele zimeanguka huko. Kwa hivyo usafi ni muhimu. Katika nyumba usafi ni muhimu. Pigia Yesu makofi. Twende kwa imani. Midomo ya mwenye haki. Midomo ya mwenye haki. Uyajua yatakayokubaliwa. Uyajua yatakayokubaliwa. Bali kinywa chao. Bali. Rudia. Bali. Kinywa chao. Wasio haki. Kunena ukaidi. Yule aliye haki kinywa chake kitatamka mambo ambayo wanajua yatakubaliwa. Kwa mfano, nikitaka kutamka jambo kwako, kama mimi ni mwenye haki, kinywa changu kitajua hichi ninachokuambia kitakufurahisha ama hakitakufurahisha. Kwa hivyo kinywa changu kitatamka maneno yatakayokubaliwa. Lakini kama mimi si mwenye haki, kile nitakachokitamka lazima kitaleta vurugu. Kwa sababu maneno yangu itakuwa ni ya kutupa tupa. Wapendwa, hapa kwa kuongea. Maneno haya ndiyo dawa ya ndoa yako wewe. Ndiyo dawa ya nyumba yako wewe. Na ninarudia tena, kama uko hapa na una shida katika ndoa, weka neno msamaha tu. Mume wangu nisamehe, mke wangu nisamehe. Yule mke wangu nimewahi kumuomba msamaha mimi mwenye personal. Nikimwambia nisamehe mke wangu. Na naisema maana ni ushuhuda. Sio kuwa nilikuwa mjinga.
Sio kwa nilikuwa mjinga, ni hali moja ya kumbembeleza. Umemkwaza kweli. Sasa ukionyesha kwamba wewe ni jeuri, si unaharibu mambo yote. Nisamee mke wangu, nisamee mume wangu, pole, asante, nashukuru. Unaona hata hizi pesa sisi wazee watu tunawapa wamama. Shika mke wangu. Mwanamke anachukua, anatia, anafunga kwa leso kana kwamba ni zake. Asemi hata asante. Wala anachukua. Kwanza wengine wanachukua hivi. Wewe umeitoa tu hata hujampa. Wala anajua itarudi. Anairukia kabisa. Na anaenda ashukuru, lakini ni useme asante mume wangu. Hiyo asante ndio itafungua milango ya kazi ile anaenda. Si anaenda kazini na amekupa. Hiyo anavyokupa, ukimwambia asante ndio njia zinafunguka, anaenda kupata zingine. Lakini kuna waume nao ni wabaya, ni wakaidi. Anatoa shilingi 500, shika mpumbavu wewe. Nataka pesa tu sasa, chukua wewe, anamtubilia. Wako wazee mnacheka. Wewe mama wapenda pesa sana, chukua. Sasa hiyo sasa ni baraka gani? Wazee msivifanye hivi. Mke wangu chukua pesa ndio hii. Asante mume wangu. Milango ile ni sawa. Pigia Yesu makofi. Huenda siku zingine nisifundishe mambo ya ndoa, nikaendelea na jumbe zile tunaendelea nazo, lakini nitajaribu Yesu akinipa neema niwe nikifundisha. Wapendwa, heshimu kitu kinaitwa ndoa na utembee vizuri katika ndoa yako. Tunamaliza tu na Methali hapo kwa maneno tu. Methali 27:15, soma. Nikimalizia hapo niache nafasi ya maswali. Hapo kwa maneno tu, kuongea, kujua kuongea. Methali 25 ama 15. Methali 27:15. Methali mlango ya 27:15. Ndio. Inasema matone daima kudondoka. Pole, matone pumzika daima, usichanganye vitu. Matone Kutona. Kutona. Pole tu, usichanganye, usiwe mbio. Sema kutona unapumzika. Unakuvuta pumzi hapo, twende. Twende. Matone daima kudondoka siku ya mvua nyingi. Kudondoka siku ya mvua nyingi. Na mwanamke mgomvi ni sawasawa kabisa. Si sawa? Hii yangu ina tofauti kidogo, inasema kutona daima siku ya mvua nyingi, na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Sasa kuna mahali pameandikwa mwanamke, weka na mwanamume, kwa sababu mwanamke haendi bila mwanamume. Hapo kuna mwanamke na mwanamume. Kutona daima siku ya mvua na mwanamume mgomvi ni sawasawa, au na mwanamke mgomvi ni sawasawa. Wewe mama, maneno tu unatupa. Mzee, maneno tu unatupa. Hauna mpangilio wa kuongea, hujui unaongea na nani, nyumba inavurugika. Mwisho unakuja kusema kwamba mimi ndoa yangu sijui imekuwa hivi. Kutona kwa maneno. Ukosi neno. Kila saa ukosi la kuongea, ukosi la kurusha, ukosi la kusema. Unatona kama mvua, unaiharibu nyumba yako mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Nawapenda sana wamama, nawapenda sana wazee, lakini tudumishe amani ndani ya ndoa zetu. Maswali, alafu tumalize ibada yetu kwa jina la Yesu. Karibuni sana sehemu ya maswali. Karibuni sana sehemu ya maswali. Mimi nilikuwa nauliza hivi. Hapo mahali pa kusema asante. Mimi kitambo nilikuwa na mazoea kuwa mtu akipea kitu unashukuru, lakini sasa kuna wakati uko kwa nyumba, ikifika ile siku ya kutoa pesa na matumizi. Kama unawekewa pale kwa meza, alafu unaambiwa pesa ndio hapo nimekuletea hapo, chukua. Alafu waambie pengine wewe wataka tu pesa, unaharibu pesa. Wewe utasema yeye asante vipi? Ni sawa. Kuna familia maisha ni magumu, na ndiposa ninasema
sana sana wamama muwe wa kuvumilia. Mimi nimezingatia sana watu ambao wameokoka na wanamjua Yesu. Hiyo watafanya kwa sababu ya mafunzo ambayo nimeyafundisha. Lakini kwa mtu ambaye hajaokoka, hayo ndio maisha. Kwa hivyo kilicho kwako ni wewe uzidi kuomba na yeye apate kuokoka. Hata mimi kabla sijaokoka nilikuwa nafanya hivyo. Sawa? Nilikuwa nafanya tu hivyo, lakini itakuja kuisha. Sawa? Omba tu. Anakuwekea pesa na kukulaumu, si sawa? Hiyo kulaumu mzoee, kwa sababu kulaumu ni jambo la kawaida. Wewe zoea tu umepewa pesa, lakini kulaumu ni kawaida. Kwa hivyo hapo kwako kuna uzito kwa sababu mume wako hajaokoka. Lakini kama ameokoka na amepata haya mafunzo, kuna mabadiliko itabadilika, ila wewe ndio ubadilike, alafu yeye naye abadilike. Sasa si anakuambia pesa ndio hizo hapo nimekuwekea. Wewe si umwambie asante. Hapo anapokuambia hivyo mwambie asante mume wangu. Yaani wakati mwingine ni kama kugombana sasa. Lakini wewe sasa shuka, ndio nakwambia ushuke, atakugombeza, atakwambia nini, lakini wewe jua wewe ni mtu ambaye ni mteule, haufai kujibizana. Wewe shuka tu na kutii. Punde tu anapoongea pesa ndio hizo nimekuwekea, mwambie asante mume wangu. Hilo neno mume wangu litamaliza kabisa. Sasa asante mume wangu. Inategemea, lakini kile na kuomba kama mama, usiwe wa kelele. Wajua hizi kelele ndio zinaleta shida kwa nyumba. Jaribu sana kuvumilia. Ninajua wamama ambao wamezaa hawajaokoka wanatamka maneno mazito, wanatukana, mengine ni magumu kuvumilia, lakini Yesu atakupa nguvu ya kuvumilia. Sawa? Kuna yale unaweza jibu, na ukiona hii italeta shida, nyamaza. Sawa? Na wakati mwingine inatokea wewe na mume wako japo hajaokoka, si sawa? Lakini inatokea wakati mwingine anakuwa mzuri, mnaongea, kwa sababu huwezi kusema amuongei na mnaishi hiyo miaka yote. Kuna wakati anakuwa tu mzuri, mnaongea. Sasa pale pitisha ujumbe wako kwa hekima. Mume wangu, lakini saa nyingine wewe unanifanya hivi, si vizuri. Mudi iko sawa? Kwa sababu najua hata kama kuna ubaya, lakini kuna wakati mnaelewana. Huo wakati mnaelewana, tumia hekima ya kupitisha ujumbe wako kwake. Saa nyingine wewe unaniwekea pesa pale, mimi huwa natamani roho yangu nikwambia asante, lakini wewe unaniwekea tu pesa pale. Jaribu kunipa kwa mkono nikupe asante, ndio huko unakoenda njia zifunguke. Si sawa? Kwa sababu kuna muda mnaelewana. Sasa angalia ni wakati gani mtengeneze hilo jambo. Nafikiri hapo Karibu mtumishi. Amina. Mimi naomba kuuliza maswali mawili. Naomba, uko na mume ako na mpango wa kando, anaishi na yeye. Na wakati ukimpigia simu kumwambia mtoto ni mgonjwa, anakimbia kuja kushika mtoto, kumwombea na kumwambia mke katika hizi njia. Na akiona pengine mtoto amevaa nguo, pengine skati fupi, ndio anasema sitaki mtoto mvale, sitaki avae nguo. Na ule mpango wake anavaa nguo fupi vituko, mpaka mtoto anakwambia mama, yule antia anavaa hivi na baba ongeangi. Sasa kwa nini yule mwanamke anaishi na yeye anavaa vituko? Kwa mama wanajua kupeleka hot pants, kwa kama bike hivi fupi anavaa na kutoka nayo, lakini huyu mzee hataki mtoto wake avae hivyo, na anaishi na huyu mwanamke mwenye anavaa hivi. So swali langu ni kwamba wakati anakuja kuombea mtoto, anataka kumshika kichwa, niruhusu amwombee, because mimi naona ni kama haifurahishi, na kataa, sitaki maombi yake. Na hii ukapita asivae, mbona yeye asionyeshe mfano mzuri kwa mtoto? Yaani kule unamfurahisha, lakini mtoto wake asifanye hivyo. So my question, mzee kama huyu, how will I nitamrespect aje? Pengine nimekuelewa. Nimechanganya hivyo, mmoja imechanganya. Haya, mzee Karabu kwa hapa, mpatie Karabu microphone ya jibu. Mzee wako hapa, unajua tumezungumza sasa hivi. Hiyo swali. Yes. Amina.
hii swali kidogo la changamoto. Tuseme huyu bwana ako na bibi wa kando, si ndio? Mpango wa kando. Na huyu wa kwanza aliyemuoa rasmi anaishi naye pia hivyo hivyo. Yeye bwana alihamia kwa mpango wa kando, akaacha bibi yake yule wa kwanza na watoto. Halafu kule anaona vituko ambavyo hataki watoto wake wafanyiwe. Tumsifu Yesu. Amen. Hiyo swali ina changamoto kidogo. Lakini mimi kwa ushauri wangu kama mzee Karabu, mzee Karabu, si kijana sasa, nimetoka ujanani. Sasa hivi mzee sasa. Sasa wewe mama ambaye umeachwa pale na yule mzee na akaenda kwa mpango wa kando, ningependa uwe unatumia wakati wako mzuri. Ndiyo, kwako huwa anakuja kiwango cha muda kidogo kidogo, lakini once akija na kurekebisha zile tabia ambazo hazipendi, jaribu kuwa mtiifu kwake mwanzo. Halafu la pili, uwe mnyenyekevu na uombe sana ujasiri kutoka kwa Mungu, ili akija unamshauri aachane na kama ule mpango wake wa kando, apate kutulia kwako, atosheke kwako. Amina. Hayo pia ningesema tu hivyo kwa ufupi. Barikiwe sana. Pigia Yesu makofi. Dada Emily, kuna kitu kilikoseka tayari kwa hiyo familia. Makosa si hayo ambayo unayasema, makosa yalianza nyuma. Ni sawa? Kwa sababu huyu mtu kilichobaki ndani yake ni kwamba anafikiria ana Yesu, lakini hakuna Yesu ndani yake. Ni sawa? Anakuja tu kuomba, labda pengine anaona labda pengine bado unaenda hospitali utataka pesa za dawa. Si sawa? Sasa anataka aombe mtoto apone. Sasa ana visibabu vyake. Si sawa? Lakini wacha nikwambie ukweli, wewe kama mama na ama tuseme huyo kama mama na baba, usimkataze kufanya lolote kwa mtoto wake. Ana haki ya kuomba. Yesu mwenyewe ndiye anajua atayakubali maombi yake ama hatayakubali. Si sawa? Lakini kosa lilitokea. Kile nataka nikwambie kwamba hiyo familia inahitaji watu waombe na baba arudi nyumbani na familia ianze maisha pamoja, ndio mambo mengi yatarudi kuwa sawa. Ni sawa? Ikiwa kuna mpango wa kando na amehamia huko, hata yule mwanamke aliyemwacha hana amani, kwa sababu inaonekana kuna vita tu saa yote. Si sawa? Na Biblia inatuambia hakuna kuachana. Ni sawa? Karibu. Naomba kuuliza hapo. Au amekuacha kiwango kwamba unateseka na umefika mahali umepandisha nyumba yako. Alafu vile umeangana mpaka bado unadaiwa nyumba. Ameanza kukuja. Anataka kukontrol pale, unasikia mbona imeka hapa? Huyo anastahili kuja kwa nyumba kweli. Amina. Alafu kitu kingine ni kwamba hata asikie una maybe akuja unaongea na ndugu fulani. Anakuja anakuwa mkali. Huyu ni bibi yangu. Lakini yeye mwenyewe anataka kukukaribia ama kukusalimia. Lakini anaambia watu kule nje, bibi yako ako salama, anaendelea vizuri. Lakini hata kupatia mkono, maybe mnaweza kuwa mnakutana, unakuta pengine kwa pikipiki. Akiona ndio yule pale, anapiga kona mbio. Lakini kuchunga na kuchunga sana. Anastahili kukuja kwa hii nyumba nimepangisha mwenyewe wakati nimestruggle. Amina mtumishi. Hali hiyo ni hali ngumu na ni hali ya utata. Na kile kitasaidia hiyo familia ni Yesu peke yake. Amina. Yesu tu ndo atasaidia hapo. Ni sawa? Wewe mama, uache hasira, rudi magotini. Kama kweli bado unampenda huyo mume, rudi tu magotini mwambie Yesu, hivi vituko huyu bwana anafanya sio yeye.
Wacha nikuulize dada Emily, ama mimi nijiulize mwenyewe. Wakati nilipokuwa namuoa mke wangu, nilikuwa mtu wa aina gani? Hebu imagine wewe ama huyo ndugu ambaye unamzungumzia. Siku walikuwa wakioana, kulikuwa na mambo mazuri sana. Na wakaishi vizuri mpaka wakazaa. Kwa nini imefikia sasa hawaelewani na kila mmoja anaishi mbalimbali? Shetani aliingilia pale katikati. Hapo ambapo shetani aliingilia, ndio sasa wewe mama ambaye umeokoka uchukue hatua ya kufunga na kuomba, ni kwa ajili ya kumdai mume wako arudi katika hali za kawaida, kwa sababu kile anafanya sio yeye. Kwa hiyo unaweza kuona wewe kama safa, kwa mfano yule mke wangu ananijua tangu nilipomuoa nikiwa kijana. Kuna vitu nikiwa nafanya anajua huyu sio mume wangu. Lazima kuwe shetani amepenya hapo ndani. Si sawa? Kwa hivyo kile ambacho naweza kusema ni kwamba wewe mama, chukua jukumu la kuombea nyumba yako ili mume wako afunguliwe kwa vile vifungo. Hiyo mambo ya kuomba na kuja kuangalia watoto ndio hivyo ni vituko tu, maana shetani pia ni mjanja. Alafu jambo lingine ambalo nataka nikuhakikishie leo, jua hivi, huyo mume bado anampenda mkewe, ishara ni wivu. Mtu ambaye hakupendi hawezi kuonea wivu. Hiyo wivu ya kwamba umeongea na nani, hiyo tayari inaonyesha bado uko rohoni mwake na anaumia. Ni vile tu kuna nafasi labda wewe hujachukua kumwambia mume wangu nisamehe, ama hujarudia vile nimesema hapa. Hata mkikosana vipi, simama na nisamehe, na yeye atagundua makosa yake. Anyway, hiyo wivu tayari inaniambia bado hiyo ndoa iko imara na mtarudiana na mtaishi vizuri. Wivu tu, ukiona mtu anakuonea wivu, jua anakupenda. Mambo tuongezee kidogo. Mimi nimefurahia dada kulingana na venye umeanza ukaeleza maswali yako mpaka mwisho. Lakini kuna kitu hapo umekuja ukasema ya kwamba yule mume, kuna mavazi ambayo yule mtoto akivaa yule mume hayampendezi, lakini yule mwanamke mwingine yanampendeza. Yaani yule mwanamke akivaa haulizi. Wewe huwezi kachini ukajiuliza hapa kwamba kuna shida. Maana kweli kama utakaa na mwanamke ndani ya nyumba yako, yule mwanamke anavaa mavazi mafupi ya ajabu, alafu hauna wivu ndani yake, basi yule mwanamke umpendi. Hampendi yule hampendi. Na huyu mtoto, huyu mzee, inaonekana huyu mtoto wake anamjali sana na kumpenda. Sasa ni jukumu lako wewe mama, uangalie makosa yako mahali ulikosea. Maana ukiangalia huyu mzee, tatizo haliko kwa mtoto, tatizo liko kwa huyu mama. Maana angelikuwa tatizo liko kwa huyu mama na hao watoto, basi angewateketeza wote. Na kama angekuwa anampenda huyu mwanamke, basi angerekebisha afanaye na huyu mke wake wa kwanza. Lakini ina maana shida iko kwa wewe mama, pengine kuongea umkali, hujajua jinsi ya kumhandle yule mume. Maana kuna wanaume hawapendi wanawake wa kuongea sana, na kuna wanaume pia hawapendi mwanamke akiongeleshwa ashapana, ama akiongeleshwa anajibu tu. Heri uchukue dakika 6 ama nusu saa, umeulizwa swali moja mwanamke na mumeo, chukua nusu saa kabla hujamjibu. Utakapomjibu umjibu jibu la sawa, kuliko ukimbilie kumjibu mtu swali alafu ile swali ivunjile ndoa. Barikiwe. Amen. Pigia Yesu makofi. Kwa yake na yeye mwenyewe apewe ulimi wa ufasaha, kujua kuongea. Mimi hakuna kitu kinanimaliza kama nisamehe. Mtu akisema hiyo huwa ni yaani hata sijui nianze wapi tena, kwa sababu imeisha hiyo. Imeisha. Lakini ule ugumu wa moyo, moyo wa jiwe, Yeremia 30 ngapi? Ama ni Ezekiel? Ezekiel 36. Tutatolewa moyo wa jiwe, tuwekewe moyo wa nyama. Ugumu. Mume wangu nisamehe. Na wewe mama, kama unanisikiza leo, usijui kama sitarudia. Ikiwa haya maneno huna ndani yako, utapata shida. Mume wangu nisamehe, asante na shukuru, pole, nguo yako sijaipiga pasi, pole baba, pole baba. Ananigusa mabega, pole baba. Sasa hata ukono utapata wapi nguvu? Pole baba, nakupigia pole baba. Na huwa nafanywa hivyo basi. Kuna mwingine? Haya sawa, twende. Yesu wapendwa. Amina.
Ninafurahi kwa hilo ujumbe ama vile mmefundisha. Ndio. Dada mpendwa. Mimi kile nimeona umtibu dada. Mama kwanza atibike. Makosa ile naona mume yuko kula na randa na roho yake iko kwa watoto yake, roho yake iko kwa nyumba, lakini hawezi kukaa kwa nyumba na randa kule. Na kwa dada mpendwa, yeye atibike, awe mzima, ajue Yesu vizuri na atumie Yesu kuvunja ule na kurudisha kwa watoto wake. Maana ule mume roho yake bado iko huku, ingalau mwili ulienda, lakini roho yake yote iko kwa bibi yake na watoto wake. Anangojea tu time bibi yake aende amwambie, mume wangu nisamee yale yaliyotokea, turudi kuishi. Lakini hiyo muda ndio inamfanya narudi kuangalia itakuwaje. Kwa maana hata yuko na moyo wa kurekebisha familia yake ikawe vizuri. Kwa hivyo dada mwanangu, rudi urekebishe wewe mwenyewe kabisa. Ujue mahali ulipokosea, urudi mkae na familia yako. Familia kupata si rahisi. Amina. Familia kupata si rahisi, itakuchukua muda na mawazo, na watoto wataanza kuona tabia mbaya na wataanza kupotea, kwa maana mama yuko peke yake, na wataanza kuzoea tabia ya kuishi na mama bila baba. Ndio. Sikubaliani na hiyo tabia mwanangu. Amen. Pigia Yesu makofi. Don't let anyone come between you and your family. Family is family. Mtu asiingilie kati yako wewe na familia yako. Vile yule mama amesema, dada Emily, kitu kiko hapo ni urudi chini, na wanaume hawapendi mtu wa kushindana naye. Nikikwambia hii na wewe unaniambia hii, hapana. Hata kama ni kosa la uzinzi, hata yeye yuko na mpango wa kando. Hakuna kitu ambacho hakijafanyika, si sawa? Si hata yeye anaishi na mpango wa kando. Sasa lawama itatokea wapi? Ni msameheane, yeye akubali kuacha na wewe nawe akusamehe na mtembee, kwa sababu hata yeye naye ana mpango wa kando na unamwacha. Kwa hivyo hakuna kitu kimeharibika. Ninajua itatengezeka kwa jina la Yesu. Lakini kama ni kwa kushindana, wewe umefanya hivi na mimi nafanya, inaitwa tit for tat. Hiyo wewe mama uliye hapa, hata ukasikia mumeo amezini, usiende ukafanya na wewe. Akijua basi umekoroga, yani itakuwa kama zero work. Si sawa? Hakuna kulipizana. Ukilipiza umeharibu. Tafuta amani na yeye, na Yesu atatengeneza njia. Karibu ndugu huko nyuma, alafu nafikiri tumemaliza. Songa mbele. Songa mbele. Ni Davis. Patieni microphone. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kuna mali ametaja hapo kwa maombi. Kwa maombi hastahili kumzuia. Kusoma kitabu cha Isaiah 48 kuanzia mwanzo mpaka 10. Isaiah 48 moja mpaka 10. Pale mstari wa 9. Mstari wa 9 na 10. Inasema kabisa utukufu wa Mungu hauwezi kuzuiliwa. Kwa hivyo ni amwache aombe, ikiwa kama kuna tatizo, hilo tatizo litaotoka ili utukufu wa Mungu usiaibishwe. Ndio. Kwa hivyo katika maombi, sawa, maombi yaendelee. Na simu nyingine na uende kawa labda hiyo ndio njia moja ya nuru. Ndio. Amina. Haya, pigia Yesu makofi. Tuko na ndugu Marigo pale tukimalizia. Kama kuna mwingine kwa haraka, unajua pia. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kulingana na shida ya huyo dada ni hivi. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna shetani aliingilia katika hiyo ndoa. Ndio. Akamteka aidha huyu mume kwa kuona. Akamuona yule mwenye nusu skati. Yule mwenye nusu skati amemteka huyu mwanaume na nguvu fulani. Yes. So hakumpenda huyu nusu skati, lakini bado upendo uko katika mume wake, yule mke wake yule wa asili. Ndio. Tumsifu Yesu Kristo. Ya kuwa akili zake yule ametekwa, hana la kusema, anatii wala haezi muonya yule, maana amepata jinsi alivyo. So yeye anafanya kwa hayuko pale. Tumsifu Yesu Kristo. So shetani aidha yule ndugu alikubali
kutenda ile dhambi kwa kuona, na ikafikia mahali akaingia katika uzinzi na huyo mwanamke, lakini si roho yake haiko kwa yule mwanamke. So imempasa huyu mwenye ambaye ni mke wake halali kusimama kwa zamu, kumdai mume wake kwa Yesu Kristo ili afunguke ile macho. Maana tukiangalia kuna upendo bado katika mke wake na katika familia yake, bado anawajali, anataka wakae katika njia ya kuhofu na kumjua Mungu. La pili ni hili: je, kwa nini huyu dada anamvalisha mtoto wake mini na ule mzee hataki? Pia kuna njama ambayo imeingia katika kuna hali fulani pia katika huyu dada. Kuna roho fulani aidha pia ni yeye pia ajitambue kuwa ikiwa mavazi mafupi hayampendezi mume wangu, pia hayampendezi nani? Mungu. Je, katika hapa tumeokoka sote ama bado kuna hali fulani ambayo kuna hali ya huyu dada ajitambue ili akapate kumkomboa mume wake? Mimi naona ni roho fulani ziko tu na ni kitu kidogo ambacho dada akisimama kwa zamu mume wake atarudi kikamilifu. Kusimama kwa zamu ni awe wa kunyenyekea, wa kushuka na kusimama kwa maombi, na zaidi aidha kama ako na roho ya kukaripia ama ya kumuinukia mume wake, ajaribu kubadilisha mbinu yake ya jinsi anavyoishi na mume wake, na najua mambo yatabadilika na ule mpango wa kando utamtoka kabisa 100%. Manake Yesu akikaa ndani yake na yule Yesu ataingia ndani ya mume wake, atambadilisha na atamkumbusha mahali alikopotea. Amina. Amina. Pigia Yesu makofi. Karibu ndugu Job. Msifu Yesu. Amina. Kwangu mimi naweza sema huyu mzee bado si mteule. Kwa sababu gani? Yale mambo anafanya yanaonyesha kuwa bado anahitaji kuombewa. Nikisoma Wakorintho wa kwanza 7:14 inasema, kwa maana yule mume asiamini utakaswa katika mkewe. Ndio. Na mkewe na mume vile vile ikiendelea chini inasema anatakaswa na mkewe. Kwa hivyo sasa kazi iko kwako, kwa sababu wewe umeshajua Injili. Kazi iko kwako, uende magotini muombe ili mudai arudi, kwa sababu maandiko imetuambia hapa yule ako ndani ni afute yule mwenye anatoka. Amina. Amina. Asante. Patie mic. Ile kuja kwa nyumba ambao hajagalimika, ambao kwamba ilikuwa maybe anasema ati jishughulishe na maisha yako. Sasa anaanza kuja na roho kukaribisha kwa nyumba pia. Dada, wacha nikwambie jambo moja, matamshi yake ni ya hasira. Anatamka tu kwa hasira, lakini anakupenda. Si hata wewe unaweza kutamka kitu kwa hasira. Sasa alafu na kitu kingine ni kwamba napenda mume wako. Alafu wakati alikuacha nilijaribu mkono wa Mungu wewe kujikusanya tena, because nilifanya kitu inaitwa counseling. Kwa nini kila everybody because sikuamini. Sasa endelea tu. Shetani ashindwe. Shindwe kwa jina la Yesu. Haya, endelea. Shetani ameshindwa. Endelea tu dada. Ni mambo yanapata watu, si wewe peke yako. Ni mambo yanapata watu. Ongea tu. Lakini kile naweza kusema ni kwamba yeye kukufuatafuata hata mahali unakaa ni upendo. Upendo haimaanishi kwamba atakushika tu. Upendo inamaanisha kwamba ule wivu alionao anakupenda. Kwa hiyo yeye kuja mahali huko, yeye kuja ile nyumba umepangisha, anakupenda. Kama angekuwa kupendi hangekuja. Kile kilichoko ni step 1. Yule ndugu amesema wewe ushajua ukweli. Sasa mtakase mumeo kwa huo ukweli kwa kufunga na kuomba. Haya, sasa twende Ndio. Yesu amekutangulia Ani hataki kuniona face to face. Mostly anaongelea kwa simu. Lakini wakati siko anapiga picha wako mbio mbio. Mimi nikitokezea hapo hata anaweza kupenya kimbie. Sasa nilikuwa nasema okay, kulingana na vile mmeshauri kuna kitu nimepata. Lakini ile kukua karibu na yeye pia imenipatia amani. Ndio. So, naomba utanielewa. Sababu wakati nimekuwa karibu na yeye nimekuwa paka namshika ndio ninamwambia kwa mtoto wangu. Kumbuka tumetoka wapi? Nalia.
ananisukuma na nguvu. Sasa nimeona ile nimeanza kujikusanya mwenyewe, nimeanza kupata peace. Tena bila nazidi kurudi, si hata niumize tena roho yangu. Wacha nikwambie jambo moja. Hataki kukuona, lakini anataka kuona. Hivyo vyote ni vitu vya kishetani. Amevalishwa sura ya kukuona wewe ni mbaya. Na wakati utakapomuombea atafunguka macho, aanze kukuona wewe ni mzuri. Haya yote yanamalizika kwa kuomba na kufunga. Hakuna vile atakuona wewe ni sura mbaya saa hii, na wakati mlikuwa mkipatana alikuwa anakuona ni mzuri. Ni nini kimeingia hapo katikati? Isitoshe nimekwambia hata ukapiga magoti na akwambie sikutaki, rudi tena siku nyingine. Vivyo hivyo, repeat the same thing. Aone kilicho ndani yako. Lakini ikiwa ni mara moja na unavunjika moyo, hiyo haitakusaidia. Ni sawa. Lakini kuna kitu kimevishwa kwake, hataki kukuona, maana kuna jini limesimama, kuna shetani amesimama ili ufanyike kinyago mbele yake. Lakini kwa kuomba yote itakwisha. Dada, hii inaweza chukua muda, lakini utasaidika. Kuwa na imani. Kuwa na imani kwamba Yesu anaweza. Usimjaribu Yesu. Hii njia umeshika, shika hivi. Omba na kulia na atakupigia simu, njoo nyumbani. Wewe unaona haiwezekani, lakini Yesu anasema kisichowezekana kwa mwanadamu kwake kinawezekana. Kuwa na imani kwamba inawezekana na itatendeka na inawezekana. Pigia Yesu makofi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia mimi nimevutiwa sana ili nimtie moyo huyu dada yetu. Amina. Maana kitu ambacho ningemshauri, ningemwambia ile roho ya bitterness aiondoe. Ndio. Wakati unatembea na hiyo roho, hautafaulu maishani. Kwa sababu na machungu naomba Mungu, lakini Mungu akija akitaka kushuka nakuta roho imefura, kuna jitu jifundo. Sasa anarudi. Hiyo roho iondoe na uachilie. Kitu kingine, hata yako ni machache. Kuna yule na watoto pale. Amepitia zaidi ya hiyo yako. Maana mimi kama hii nyumba next nilikuwa na mpango wa kando. Ukimuuliza mkweli, yeye hapa na mimi hapo miaka mitano. Miaka mitano natoka hapa naenda pale. Lakini wakati ukifika tu mume wako atakombolewa. Unaona ushuhuda ulio wazi kwa yeye. Huyo amepitia mengi sana hata baadaye. Na mimi nilipojua ile njia ya kweli, huyu alikuwa anajibia nyumba, alikuwa anasomesha watoto, alikuwa akiniambia watoto hawana chakula ndio nafumi. Sasa nilianza kuchukua ile mafundisho nikimpatia. Na pia nikawa naenda kwake, ananikaribisha nakaa, namwachia zile karatasi za mafundisho. Namwachia hivyo na ile roho yake kaanza kurudi kidogo. Ndio tukarudiana tukakaa pamoja. Lakini hata hivyo pia kulikuwa na misukosuko. Bado kuna mambo ndio tunamalizia ndio Huko pamoja, lakini bado kuna mambo kidogo kwa kurekebisha. Tunaomba Yesu atuwezeshe. Haipo nipe mali. Amina. Wacha kwanza yule ajibu. Wacha. Unaona ushuhuda ulio wazi wa miaka mitano na anaenda yule mama anaroga. Anamkaribisha, anaketi na anahubiriwa. Na huyu ndugu ambaye amekuwa na mpango wa kando. Watu wanavumilia bwana. Tumsifu Yesu. Karibu chote. Huyu dada Emily anaomba usaidizi. Ndio. Lakini kama ni kuomba, dada Emily amejaribu kuomba. Tumsifu Yesu. Amina. Na nimemuelewa, nimeona akiongea mpaka akilia. Ndio. Kweli ni uchungu. Maana kama ni kumuuliza Yesu, pengine ameuliza. Lakini yale yanayotokea yanamvunja moyo. Ndio. Yesu. Ndio. Maana nimemsikia akisema mzee anakuja, pengine anajaribu kumbembeleza vile umesema, kumbembeleza, kushika suruali, kumwambia kumbuka kule tulikotoka. Wewe still ni baba watoto. Hiyo ni njia moja ya mama anajaribu kunyenyekea na kubembeleza vile umetufundisha. Ndio. Lakini angalia yale yanayotokea. Mzee anamwacha hapo na anaenda. Kitu ningeongezea ni kwamba
mama anahitaji watu wa kusimama na yeye katika hiyo hali, kuomba na yeye. Tumsifu Yesu. Maana maombi yake peke yake bado hayajafungua hiyo kufuli. Tumsifu Yesu. Kwa hivyo kuna watu hapa wanaitwa intercessors. Ndio. Wasimame na huyu mama, alafu tuone Yesu atafanya nini kuhusu ndoa kama ni yako. Barikiwe. Pigia Yesu makofi. Haya, dada Emily, ndugu yetu Tuti amekudirect kwa intercessor. Dibora kwa sasa hayuko, mama pastor yuko, mtaonana, ipangwe jinsi hali itakavyokwenda. Haya, sasa Marigu, karibu. Amina. Kuna hili mmoja ambalo ameulizia ya kuwa bado huyu ndugu anakuja kwake nyumbani. Anakuja nyumbani na hadi hajachangia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kumshinda adui, unamshinda adui kwa upendo. Ndio ni uchungu kama mwanadamu. Ndio. Ukijifikia katika upande mwingine, umegharamika, alikuacha, ukagharamika kivyako, ukajipanga kimaisha. Lakini Yesu amekuna amri ambayo ametupatia ni kuu. Sasa hivi wanasema naweza mpaka aidha ni huyu ni mume wako, lakini kama amekuwa kama adui yako. Lakini sasa tuende katika maandiko. Yesu amekwambiaje? Tumpende adui zetu. Ndio. Lakini kwa kumpenda utambadilisha. Maana ukimwonyesha upendo, hata kama utaongea, amekuja nyumbani, mruhusu aje akae, aongee na watoto wake. Hiyo ndio inaanza kujenga ule uhusiano. Yesu anaweza achilia sababu ya uhusiano wako na yeye uanzie hapo. Tumishi tu jana alitolea ushuhuda, labda amesahau ile wa ndugu yake aliyeachana, mke wake akatengwa. Ndio. Akaenda akakaa miaka. Lakini baadaye huyu mama akarudi. Huyo bwana alikuwa amesema kuwa sitarudiana naye tena. Lakini akakuja akakaa na watoto. Baada ya kukaa na watoto kwa muda kiasi, upendo wa mama na bwanake ukarudi. Sasa hivi wanaishi na hawana shida. Lakini kumbuka walikuwa wameachana. Lakini kupitia kwa watoto, huo upendo ukarudi na ndoa ikarudi kusimama. So dadangu, ushauri wangu ni mruhusu aje. Mwambie Yesu akupatie moyo mkuu wa kuvumilia. Usiwe mwepesi wa kumjibu, bali acha achukue lile jukumu kama mume wako. Mpatie nafasi. Maana ukimzuia, jua umefungulia nani adui nafasi. Umefungulia adui nafasi kwa njia gani? Umekuwa na siri, aidha umembeba. Lakini Yesu anatuambia nini? Tumpendane. Amina. So simama tu na upendo. Mwambie Yesu akupatie upendo usio wa kawaida. Na akupatie roho ya kuvumilia, roho isiyo ya kujibizana. Maana huenda katika hali ya kujibizana unapatia yule adui nafasi. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu akutie nguvu. Amina. Nikimalizia ndio tuombe ni kwamba dada Emily, intercessor wako wataomba na wataomba pamoja na wewe. Lakini jambo muhimu, Wycliffe wamelisema, hata intercessor wakaomba siku zote na una uchungu ndani yako, ni kazi bure. Kwanza counseling yako ni uachilia vyote, alafu watu waombe pamoja na wewe, utapata upendo. Lakini kama kutakuwa bado na mzigo ya kwamba namchukia lakini nafunga kwa ajili yake, haitafunguka hata hao intercessor wakaomba. Jambo la kwanza, kubali kumsamehe na umuite tu mume wako kama ilivyokuwa kitambo, na uachilie, mwambie Yesu, chukua nafasi ya kwanza, fanya hiyo. Sasa tukiomba tunapata upenyo, lakini kama tunaomba na wewe umeweka chuki, havitakuwa. Huo ndio uzito. Haya, sasa kupatie mic. Poleni kwa kuwasumbuka. Nilikuwa na ondelea hivi, mtanishauri kama ni makosa. Ndio. Kwa sababu ashawahi kuja na huyo mwanamke pale kwenye nakaa. Na akaniambia huyo mwanamke akamwambia, akaniambia ukiendelea kunifuatilia, sijawahi ragua tumbo ya mtu na kisu. Japo nitaragua. Na bwanangu nimekaa naye 17 years. Tumewana tukiwa watoto. Nikiwa na 15 alikuwa na 18. Sasa huyo mwanamke amekuja kuadhimisha naye mwaka, ananifuatilia na kisu. Huyo mwanamke ndio anafuatilia na kisu. Alafu my husband juzi amenionyesha kwa simu, akaniambia kama nitaendelea kumfuatilia, safari nitaenda nikiwa juu ya gari nyumbani. Utapelekwa ukiwa maiti.
Sasa nilikuwa naomba Mungu, kama nitakuwa naomba makosa, Mungu anisaidie mawazo yangu itoke kwa my husband, kwa sababu tena nazidi kumpenda na hizi ndio namweka karibu na ndio nazidi kunivunja roho yangu. Sasa hivi nahisi niko na peace kwa sababu nimeanza tu kukaa peke yangu. Naona niko na peace kidogo. Sijui hapo nitaka na mwambie Yesu mapenzi yake yatimie. Wacha haki amtoe. Mwanadamu anaweza kubadilishwa na Yesu na akawa vile Yesu anataka. Huyo mwanadamu. Mwambie Yesu mapenzi yako yatimie katika ndoa yangu. Jibu utakalopewa ndio hilo. Ni sawa? Kitu cha kwamba huyu mama anasema kwamba atakudunga na kisu, atakufanya nini? Kwani wewe ndio unaenda kutafuta wewe mume ama ni wewe mume anakuja hapo kwako? Si yeye ndio anakuja. Sasa na wewe sasa uko na ulinzi wa Yesu, wacha uoga. Ni sawa? Kaa kwa maisha yako, endelea na maisha, akija mkaribishe, lakini sio mpate huko kwake. Na hakuna kitu kitakufanya kwa sababu utalindwa na Yesu. Lakini kama pia wewe unampata huko kwa huyo mpango wa kando, hapo ndio makosa. Sasa sawa. Wewe tulia kwako, yeye akija kwako mkaribishe kama baba watoto kawaida. Mzigo umeondoka, na usimwambie Yesu kwamba amuondoe katika maisha yako, utakuwa unafanya makosa. Je, kama Yesu anataka awe huyo? Unaona sasa? Yesu ni kumbadilisha tabia tu na kumfungua macho aelewe kinachoendelea. Na kama Yesu hataki uwe na huyo, Yesu mwenyewe ataamua. Lakini mwambie Yesu, kwa hii ndoa yangu na zile shida nimepitia, acha mapenzi yako yatimie. Unaweza kufunga milango alafu ukaja kumtamani wewe, ukaja kumtamani wewe. Pigia Yesu makofi. Usimame. Jamani, tunayasikia hapo kama haya. Wakati unapoenda kuomba, muombeeni hata huyu dada hivi. Muombeeni sana jamani. Wacha tufurahi, sote tufurahi. Haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweetie baby, haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na ongeza, nawe ongeza, heshima na pandisha, tuwe pamoja. Sweetie, haikuwa rahisi tufike leo hii. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Sasa wewe ni mimi, mimi ni wewe, wendo wandani wangu, rafiki yangu. Na wazazi wameona, wakaturuhusu kwa furaha, wakasema hey, tumewabariki. Na Mwenyezi Maulana atatubariki, tukazae na tule watoto wazuri. Sweetie, haikuwa rahisi tufike leo hii, na hapa tulipo ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sweetie baby, haikuwa rahisi